Jambo TV. Mara zote tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa mbalimbali zinazokuwa zimetufikia kwenye nyanja za siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa moja ya mjadala mkubwa ambao unaendelea hivi sasa ni taarifa ya kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linaongozwa na Askofu Mkuu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kumekuwa na taarifa kinzani na maoni mseto baada ya taarifa hiyo kutolewa. Moja kati ya watu ambao hawakutaka mjadala huu mpite na akaamua kuandika chapisho lake na kushare katika mitandao ya kijamii ni wakili Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika kwa maana ya TLS. Yeye ameandika chapisho likisema taratibu za kufuta au kusitisha ufanyaji kazi wa jumuiya au taasisi za kidini. Anasema ni vyema kutambua kwamba katika muktadha wa Tanzania utaratibu wa kisheria na kanuni wa kufuta dhehebu au jumuiya ya kidini unategemea masharti yaliyowekwa chini ya sheria na kanuni husika na sio hisia au msukumo wa kisiasa wa mtu, na hasa kwa kuzingatia sheria ya jumuiya za kijamii, yani the Societies Act sura ya 337 revised edition. Sheria hii ndiyo inayosimamia usajili, uendeshaji na uvunjaji wa jumuiya zisizo za serikali zikiwemo jumuiya za kidini. Mamlaka ya msajili, anasema msajili wa jumuiya za kidini katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ndiye mwenye mamlaka ya kusajili na kufuta jumuiya ikiwa ni pamoja na madhehebu ya kidini. Kwa hiyo kwa sheria hii anaweza kuonya, kuelekeza au kusitisha, lakini kwa kuzingatia masharti ya sheria na katiba ya nchi. Utaratibu wa kufuata kabla ya kufuta dhehebu. Anasema msajili atatoa ilani au barua kuitaka dhehebu au taasisi kuwasilisha sababu za kufuta section 12 up to 14 of the Societies Act. Anasema msajili anatakiwa kuonesha sababu za kisheria zinazomfanya atake kufuta usajili wa dhehebu, kama vile: moja, dhehebu limejihusisha na shughuli zisizo halali au za kuhatarisha usalama wa taifa; mbili, limeshindwa kufuata masharti ya usajili; tatu, linahatarisha amani, maadili au umoja wa kitaifa; nne, limeshindwa kuwasilisha taarifa za kila mwaka kama inavyotakiwa. Kuwasilisha ilani, notes ya kufuta. Kabla ya kufuta dhehebu, msajili anatakiwa kutoa ilani rasmi ya maandishi, notes of intention to cancel, kwa uongozi wa dhehebu husika, kwa kawaida kwa muda wa siku 30, akieleza sababu na kuwapa nafasi ya kujibu au kujitetea. Anaendelea kusema kwamba haki ya kusikilizwa, yani right to be heard au alternam pattern. Anasema kwa mujibu wa kanuni ya haki ya kimsingi ya kisheria, dhehebu linapaswa kupewa haki ya kusikilizwa. Msajili hana mamlaka ya kufuta bila kutoa fursa ya kusikilizwa kwa husika, yani fair hearing, mapitio au rufaa ya maamuzi, yani judicial review or appeal. Iwapo dhehebu linaona limefutwa isivyo halali, linaweza kukata rufaa kwa waziri mwenye dhamana, na wasiporidhika kufungua shauri la mapitio, judicial review, katika Mahakama Kuu ya Tanzania kupinga hatua hiyo. Ufafanuzi wa kanuni kwa baadhi ya madhehebu. Kwa madhehebu yanayohitaji kibali kutoka taasisi nyingine kama vile Baraza la Maaskofu kwa maana CCT au Mufti Mkuu, msajili pia hufuata taratibu za kushauriana na vyombo hivyo kabla ya kuchukua hatua. Taratibu nyingine za ndani: moja, ukaguzi wa mali na hesabu; mbili, mkutano wa wanachama kujadili hatma; tatu, kufungwa kwa ofisi rasmi. Anasema muhimu, rais wa TLS anasema kwa mujibu wa sheria msajili haruhusiwi kufuta dhehebu kiolela. Lazima afuate mchakato wa kisheria unaojumuisha ilani, sababu za msingi, haki ya kusikilizwa na fursa ya kupinga maamuzi yake. Kufuta bila mchakato huo na ukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 13(6)(a) kuhusu haki ya kusikilizwa. Moja, hiyo ni sehemu tu ya andiko ambalo limechapishwa na kushewa katika mitandao ya kijamii na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi.